You've got to have more than one skill. Unapaswa kuwa na ujuzi zaidi ya mmoja. Ni sawa kuwa na ujuzi mmoja, lakini ninakuambia ukweli, kama unataka usalama wa kiuchumi wa baadaye, hasa katika karne hii ya sasa, kwa maoni yangu binafsi, unahitaji zaidi ya ujuzi mmoja. Tumeona watu wengi kwa miaka 15 hadi 20 iliyopita wakiwa na ujuzi mmoja tu, wakifanya kazi kwa muda mrefu sana katika kampuni fulani, lakini siku moja kitengo walichokuwa wakifanya kazi kilipofutwa au kitengo hicho kilipofungwa kabisa, ghafla wakajikuta wamepoteza ajira, kisha wakaingia katika matatizo ya kiuchumi. Mtu kama huyu anapojiuliza kwa nini hali hii imetokea, jibu lake ni rahisi tu, kwamba alikuwa na ujuzi mmoja tu. Kwa hiyo kwa ajili ya usalama wako wa kiuchumi wa baadaye, ushauri wangu ni kwamba kuwa na ujuzi zaidi ya mmoja. Ukweli ni kwamba hilo ndilo lililonipeleka kwenye utajiri wangu wa kwanza. Kama unataka kuweka msingi wa utajiri wa baadaye, lazima ujifunze zaidi ya ujuzi mmoja. Mimi nilianza mchakato huu nikiwa na umri wa miaka 25. Ujuzi wa kwanza nilojifunza niliuanza katika muda wangu wa ziada baada ya kumaliza kazi yangu ya kawaida, ambayo nilikuwa nina imani nayo kabisa, nikijua ni bidhaa nzuri na yenye manufaa pia kwa watu. Baada ya hapo nikaanza kujifunza jinsi ya kuielezea vizuri kwa watu, kuonyesha faida zake na kuwasiliana kwa ufasaha zaidi, kiasi kwamba baadhi ya wateja wakaanza kukubali na wakaanza kufanya maamuzi ya kuinunua. Baada ya hapo sikuishia tu kuuza, nilihakikisha kwamba ninawapa wateja wangu huduma bora ili waridhike na hata walete wateja wengine. Taratibu taratibu, ile kazi ndogo ya muda wa ziada kwenye mauzo ilianza kuniongezea kipato, nikaanza kupata kiasi kikubwa zaidi cha pesa kuliko hata kile nilichokuwa nikipata kwenye kazi yangu ya kwanza hiyo. Na hapo ndipo nilipokuja kugundua kwamba kuwa na ujuzi wa ziada, ujuzi mpya, unaweza kubadilisha kabisa maisha ya mtu. Sasa mpaka hapo nilikuwa tayari nina uwezo wa kutafuta wateja, kuwashawishi wanunue na kuwahudumia kwa ubora na kuongeza mapato yangu kupitia ujuzi huo mpya. Kwa hiyo sikuwa tena ninategemea kazi moja tu, nilikuwa tayari nimeongeza thamani yangu kwa kujifunza kitu kipya. Kwa hiyo mpaka hapo nilikuwa na juzi mbili tayari. Ujuzi wa kukamua ng'ombe, kazi yangu ya awali iliyokuwa inanipatia kipato, lakini pia kupata wateja, uwezo wa kuuza, kushawishi na kujenga mahusiano ya biashara. Hapo ndipo nilianza kuelewa kuwa mtu akiongeza ujuzi mmoja tu, thamani yake huanza kuongezeka. Ujuzi uliofuata nilojifunza ulikuwa ni kutafuta watu sahihi. Unajua, ukishakuwa na biashara ndogo au jambo ambalo unataka kulijenga, unahitaji kuwa na watu wenye uwezo, nidhamu na mtazamo mzuri. Kwa hiyo ni lazima ujue namna ya kuwatafuta na kuwachagua. Nilijifunza ujuzi huu na nilishangazwa sana na jinsi gani ujuzi huu ulivyoweza kubadilisha kipato changu. Mapato yangu hayakuongezeka tu, ila yalianza kukua na kuwa kiasi kikubwa zaidi. Mpaka hapo tayari nilikuwa na juzi tatu: kukamua ng'ombe, kupata wateja na kutafuta washirika wazuri wa biashara. Mpaka hapo nilikuwa tayari nimeshaanza kuona mwelekeo mpya wa maisha yangu. Ujuzi uliofuata ulionipa fedha nyingi zaidi ulikuwa ni kupanga na kuandaa mambo vizuri, organizing. Hii inamaanisha kwamba ni ule uwezo wa kuleta watu kwa pamoja na kuwafanya wafanye kazi kama timu moja na yenye lengo moja. Ni ujuzi mgumu na wenye changamoto kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu ana tabia zake, kila mtu ana mawazo yake na kila mtu ana namna yake ya kufanya kazi. Lakini ukijifunza namna ya kuunganisha watu, kuwapa majukumu sahihi na kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa ushirikiano, basi thamani yako itaongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Na jambo la kushangaza ni kwamba ujuzi huu ndio ujuzi ambao unalipa vizuri sana kwenye soko, kwa sababu watu wengi hawawezi kuufanya kwa ufanisi. Ujuzi mwingine ulioniongezea kipato kwa kiwango kikubwa zaidi ulikuwa ni promotion na recognition, yani kuhamasisha watu na kutambua maendeleo yao hata kama ni madogo. Niliufanyia mazoezi na nikaubobea sana ujuzi huu, na falsafa yake ni hii: jitahidi sana kuwapongeza watu wengine na kutambua juhudi na mchango wao, kiasi kwamba hutokuwa tena na haja ya kutafuta pongezi kutoka kwa watu wengine. Niliubobea ujuzi huu na guess what? Unajua nini kilitokea? Ulinilipa fedha nyingi sana. Ujuzi mwingine ambao nilijifunza ulikuwa ni mawasiliano, communication. Huu ni ujuzi wa kujifunza kuwafikia watu kwa kutumia mawazo yako, kupitia maneno yako na jinsi unavyowasiliana nao. Kati ya mambo yote usiyopaswa kuyapuuzia au kuwa mvivu nayo, moja muhimu zaidi ni lugha, kwa sababu maneno yana nguvu kubwa sana. Maneno yanaweza kubadilisha mawazo, maneno yanaweza kubadilisha hisia, na maneno yanaweza kubadilisha kabisa maisha ya watu. Niligundua kuwa mawasiliano yako yanaweza kugawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza, kufundisha kazi, training, kumwonyesha mtu kazi inavyofanyika, biashara inavyofanya kazi. Nilikuwa mzuri kwenye ujuzi huu na nililipwa fedha nyingi sana. Ujuzi wa pili ni teaching, kufundisha, kuwafundisha watu maisha yanavyofanya kazi.
kuwafundisha watu kuweka malengo, kuwafundisha watu kuwa viongozi, kuwafundisha watu kuwa mameneja, kuwa wafanyabiashara. Hili lilinipa fedha nyingi sana. Jambo la tatu ni inspiring, kuhamasisha, kuwasaidia watu wajione bora zaidi kuliko walivyokuwa jana. Hili ndilo lililonilipa zaidi ya yote. Kwa hiyo mpaka hapo unaweza kuona nilikuwa na zaidi ya juzi nyingi sana zilizonisaidia. Kwa hiyo kwa ajili ya usalama wako wa kiuchumi wa baadaye, hasa katika karne hii ya 21, ni muhimu sana ujifunze zaidi ya ujuzi mmoja. Na jambo la pili, itakuwa ni jambo la faida kubwa sana kujifunza lugha zaidi ya moja. Baadhi ya washirika wangu wa biashara ambao wanazungumza lugha 3 au 4 hupata mamilioni ya dola kila mwaka. Ninakumbuka rafiki yangu mmoja kutoka Urusi anaitwa Leon Weisbin. Alikuwa anapata karibu dola milioni 3 kwa mwaka. Alikuwa anazungumza lugha 3. Aliwahi kuniambia hivi, Jimmy, nadhani inabidi nijifunze lugha nyingine ili nipate milioni nyingine. Lugha za ziada zina thamani kubwa sana. Ninaposafiri duniani huwa ni lazima nitafute mtu anayejua lugha zaidi ya moja. Vinginevyo ninaweza kujikuta katika changamoto kubwa sana za kimawasiliano. Kama unahisi kuwa hauna muda wa ziada wa kujifunza lugha nyingine, basi wape watoto wako nafasi ya kujifunza lugha ya pili. Huenda hiyo ikawapa hamasa ya kujifunza lugha ya 3, na uweze kujua wapi watakapofika katika maisha yao kutokana na lugha hiyo. Nilimuuliza mwalimu wangu siku moja kwamba mtoto anaweza kujifunza lugha ngapi? Akanijibu, anaweza kujifunza lugha nyingi kadiri utakavyomfundisha. Sikiliza, watoto huwa hawakosi uwezo. Wana uwezo mkubwa sana wa kiakili, lakini pia wana uwezo mkubwa sana wa udadisi. Kile wanachokikosa mara nyingi huwa ni mwalimu pamoja na mwongozo sahihi. Kwa hiyo jifunze zaidi ya ujuzi mmoja, lakini pia jifunze zaidi ya lugha moja. Na sehemu ya mwisho kabisa, jifunze kanuni rahisi ya uchumi inayofanya kazi kwa kila mtu. Ninaweza kuiweka kwa sentensi chache tu. Ni hivi: tunalipwa kwa kuleta thamani sokoni. Hivi ndivyo uchumi ulivyo. Kila mtu anayetaka kulipwa analipwa kwa kuleta thamani sokoni. Na sokoni hapa maana yake ni watu. Thamani tunayotoa ina sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni thamani unayoileta. Hii ni bidhaa au huduma unayoitoa sokoni. Na sehemu ya pili ni thamani unayoiweka kwako wewe mwenyewe. Hiki ni kiwango chako cha ukuaji binafsi, kama vile mjasiriamali, kiongozi, mwalimu, supervisor au meneja. Na ni muhimu kuelewa jambo hili kwamba kile unachokuwa wewe kama mtu mara nyingi ndio hulipwa zaidi kuliko kile unachokileta kama bidhaa au huduma. Nitarudia hii uweze kunielewa vizuri zaidi. Kile unachokuwa wewe kama mtu mara nyingi ndio hulipwa zaidi kuliko kile unachokileta kama bidhaa au huduma. Mentor wangu aliwahi kuniambia kwamba fanya kazi katika kujijenga wewe mwenyewe zaidi kuliko unavyofanya kazi katika kazi yako ya kuajiriwa. Ukijituma sana katika kazi yako, utaweza tu kupata kipato cha kuendesha maisha yako ya kawaida. Lakini ukijituma zaidi katika kujijenga wewe mwenyewe, kujenga ujuzi wako, maarifa yako, tabia zako, basi unaweza kufikia hatua ya kupata utajiri. Kwa hiyo nilikuwa nikifanya kazi kwa bidii sana kazini na nikapata kipato cha kuendesha maisha yangu. Lakini nilipoanza kutumia muda wangu wa ziada kujifunza ujuzi mpya, ndipo nilipoanza kujijenga mimi mwenyewe na kuboresha thamani yangu katika maisha. Mafanikio si kitu unachokikimbiza. Mafanikio ni kitu unachokivuta kwa kuwa mtu wa thamani wa kuvutia. Unakuwa mtu wa kuvutia sokoni kwa kuwa na ujuzi mwingi, kuwa na lugha zaidi ya moja na kujijenga kama mtu mwenye thamani kubwa. Kwa hiyo hakikisha kila siku unajijenga na kuongeza thamani yako hatua kwa hatua na kuhakikisha unakuwa bora siku baada ya siku. Huhitaji kuanza kujaribu kubadilisha uchumi kwanza. Hapana. Anza kwa kujibadilisha wewe mwenyewe. Jenga thamani yako sokoni. Because all you have to do is make sure you become more valuable and more valuable and more valuable.